Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa azimina wa mustafana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi al-azizil hakim. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rahma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Vile vile ninawahusia na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu subhana. Ndugu zangu katika imani, baada ya shukurani fupi zilizotangulia na kumtakia ziada za rahma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, napenda kuwakumbusha kwamba bado kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na fadhila zake kwetu, bado ametuchagua mimi pamoja na nyinyi kuwa ni miongoni mwa wale ambao wanaoendelea kupata kheri ya uhai, lakini vile vile hata neema ya afya. Ikiwa wenzi wetu wengi hivi sasa wameshatangulia mbele ya haki, lakini wengine waliobaki kuwa hai, wengineo wako mahospitalini katika muda huu. Mimi na wewe hakuna tulichofanya hata tukawa tuko hai, tena tukiwa na afya kamili. Kubwa zaidi, tukapata taufiki ya muda huu kuwa katika nyumba miongoni mwa majumba ya Mwenyezi Mungu. Hizi ni fadhila kubwa alizotuneemesha nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamuomba Allah azidi kutuneemesha na aturefushie umri na atufishe hali ya kuwa ni Waislamu. Ndugu zangu katika imani, tumo katika mwezi wa Dhulhijja. Mwezi huu kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa 12, ikiwa na maana tunamaliza mwaka wa 1444 pale tu tutakapokamilisha mwezi huu. Tunamuomba Allah atuchague katika hao. Ikiwa sura ndiyo hii kwamba tumo katika mwezi wa 12, bila ya shaka kuna mengi tuliyoyachuma ndani ya miezi 11 na nusu au 12 kasoro iliyokuwa imepita ndani ya mwaka huu. Kila mmoja wetu ana kheri mbalimbali alizozitengeneza. Kuna watu tumeswali sana katika mwaka huu. Kuna watu tumefunga sana katika mwaka huu. Lakini kuna watu tumetoa sadaka kwa wingi katika mwaka huu. Alimradi kila mmoja ana aliyoyachuma katika yale ya kheri. Lakini tu nataka kuwakumbusha, kuna msemo unasema hivi: al-ibratu bilkaifi la bilkam. Katika hali ya matendo ya mwanadamu, kinachozingatiwa kwa hayo uliyoyatenda, kinachotazamwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale yote tuliyoyatenda, Allah anatazama namna gani umetenda na hatazami mangapi umetenda. Inawezekana ikawa umetoa sana wewe, Inawezekana ikawa umeswali sana wewe,
lakini Allah atatazama swala yako uliiswali kwa namna gani, na hatazami umeswali swala ngapi. Hili ni kwa sababu al-amalul qalilu qad yafdhulu al-amala al-kathira bi'tibari zamani wal makani wa ikhlasi niyya wa husni al-ada. Matendo yaliyokuwa machache ya kheri inawezekana yakayazidi matendo mengi ya kheri, lakini kuzidiana huku kutazingatiwa uliyafanya matendo yako katika muda gani. Muda unazingatiwa katika ubora wa matendo. Tumepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, ma min ayamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakuna matendo yoyote yaliyokuwa bora, yanayopendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko ni matendo yatakayofanywa katika mwezi wa mfungo 3, hususa katika yale masiku 10. Hapa tunapata mfano kwamba tendo litakalotendwa ndani ya mfungo 3 na tendo hilo likatendwa nje ya mfungo 3 kwa kuzingatia muda, lile la mfungo 3 litazidi fadhila zake kwa kuzingatia muda gani umetenda. Lakini vile vile unaweza ukafadhilishiwa tendo ulilolifanya kwa kuzingatia wapi umefanya. Tumepokea maneno kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema, salatun fi masjidi hadha, swala moja atakayeswali mtu akiwa katika msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, swala hiyo itaizidi fadhila swala itakayoswaliwa katika msikiti usiokuwa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huu nao ni mfano wa namna gani eneo linaweza likasababisha amali ya mtu ipande kwa kulinganisha na eneo lingine. Lakini vile vile mwanachuoni huyo anasema vile vile mtu anaweza akazidishiwa fadhila matendo aliyoyafanya biikhlasi niyya, kwa kutazama malengo yake na tageti yake nini. Leo unaweza ukatoa sadaka, lakini lengo lako watu wapate kukuona, lengo lako watu wapate kusema kuwa wewe ni mkarimu. Atakayetenda matendo kama haya, hata kama atalisha maelfu ya watu, lakini dhumuni lake ikawa ni kupata sifa kwa watu, alafu kuna mtu mwingine yeye ikawa amemsaidia mtu mmoja tu, ikawa amemlisha chakula cha kutwa moja tu, basi tendo hili likawa bora na zito kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko hata yule aliyewalisha mamia ya watu. Tena si kumzidi ubora tu, bali huyu aliyewalisha watu kwa kutazama macho ya watu yanamtazamaje, inawezekana asipate kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema ndani ya surati Hud, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, man kana yuridu zinatal hayatad dunya nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun
ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanau wa batilum ma kanu ya'malun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, yeyote yule ambaye atakayetenda amali ya kheri, lakini plani yake ikawa yuridu zinatal hayata dunia, shida yake ni kupata matamanio na mapambo ya dunia, tageti yake watu wamuone nini kafanya. Allah anasema nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, hayo anayoyataka sisi tutampa. Kama ni umaarufu atapata, kama ni jina atapata, kama ni heshima atapata hapa hapa duniani. Lakini ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hao hawatakuwa na chochote akhira isipokuwa moto wa Mwenyezi Mungu. A'adhana Allahu minan nar. Tena yale yote walioyafanya yatakuwa ni yenye kubatilika, hayatawasaidia chochote. Hii ni namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatazama ikhlasi zetu na nia zetu katika yale tutakayoyatenda. Ikiwa sura ndiyo hiyo, tuna mwaka sasa tunaumaliza. Ifike wakati kila mmoja wetu akavuta kumbukumbu na kutazama nyuma juu ya yale yote aliyoyafanya. Aliyafanya katika eneo sahihi, lakini aliyafanya katika muda sahihi, lakini vile vile aliyafanya kwa nia iliyokuwa sahihi. Ikiwa hali ndiyo hiyo, basi tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atudumishe na hali hiyo. Lakini ikiwa hali siyo hiyo, tunamaliza mwaka, ni muda wa masiku machache yaliyosalia kwa ajili ya kutengeneza yale yote tuliyoyakosea ndani ya mwaka huu. Wito wangu kwenu, tutazame tuliyoyafanya katika mwaka huu, lakini si mwaka huu tu, bali tutazame katika miaka miwili. Si hivyo tu, bali tutazame katika maisha yetu yote. Tunafanya ibada siku zote. Kuna watu tangu waanze kuswali wana umri wangu wamo ndani ya swala. Hebu tujaribu kuzipitia hizi swala zetu. Lakini kuna watu katika mambo ya kheri wana miaka zaidi ya 50. Hebu tujaribu kupitia haya tuliyoyatenda kabla mambo hayajatubadilikia, ukafika muda ambao hautasaidia chochote katika kutengeneza. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika hayo. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. عباد الله
usikum wa nafsi bitaqwa Allahi al-aziz al-hakim. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rahma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ninawahusia na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ndugu zangu katika imani, bila ya shaka tumeyasikia yaliyotangulia katika hutuba ya awali, yakitutaka tupitie yale mazuri tuliyoyafanya na kuyakagua, na ikiwezekana pale panapohitaji kufanya marekebisho basi tuyafanye kwa haraka, na ikitokea tulifanya vizuri basi tuongeze ufanisi zaidi, kwa sababu kila tutakapojitahidi kufanya vizuri na mafanikio yetu huwa maradufu zaidi. Katika hutuba ya pili, nawaomba tutazame muda katika kuyarekebisha hayo ambayo tunayokusudia kuyarekebisha. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba kila mmoja wetu, amemfanya kuwa yeye ni ayyamu majmua, kullama madha yaumun naqasa ba'dhuka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutuumba kwake na utaratibu aliyoufanya kwetu sisi sote, tumekuwa ni masiku yaliyokusanywa. Katika sisi kuna mtu yeye ni masiku 200, katika sisi kuna mtu ni masiku 400, mwingine 300, mwingine 1000, alimradi kila mmoja ni mkusanyiko wa masiku, na kila inapoondoka siku moja basi sehemu ya wewe huwa inaondoka. Kwa yule ambaye aliyeumbwa na kuratibiwa na Mwenyezi Mungu aishi masiku 900, kwa mfano, ikiwa siku ya leo tangu azaliwe ni siku ya 899, maana yake amebakisha siku moja. Ikimalizika siku moja hiyo, basi na yeye hayupo tena. Nasi ndiyo tupo hivyo hivyo. Kuna sisi tushatumia nusu ya masiku yetu, kuna wengine wameshatumia nusu na robo ya uhai wao, na kuna mwingine hiyo siku moja yenyewe amebakisha masaa kadhaa. Inawezekana katika tuliomo humu wapo katika hao, na kuna mwingine amebakisha dakika tu. Kullama madha yaumun naqasa ba'dhuka, kila inapoondoka siku basi sehemu ya wewe huwa unaondoka, ila uondokaji wake unafanana na ule mti ulioingiliwa na mdudu akautoboa ikawa anaula ndani kwa ndani. Ukitazama kwa nje unaukuta mti umesimama vizuri, mti mnene, mti imara, kiasi ambacho unaweza ukadanganyika wewe kuona kwamba mti huu unaweza ukanisaidia kwa jambo fulani. Tena unaweza ukaukalia ukiona kwamba utabeba uzito wako, kumbe ule mti kwa ndani umeshamalizwa. Ukishakaa tu unabainika udhaifu wa huo mti. Hivyo hivyo ndivyo tulivyo mimi na wewe. Unaweza ukafanya makubaliano na mtu ukiamini kwamba bado yuko hai, bado ana maisha, unadanganyika na muonekano wake, kumbe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebakisha dakika chache za kuishi duniani. Chukua mfano huo, ameutoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya surati Yunus. Allah anasema, innama mathalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am
hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasida ka'an lam taghna bil amsi kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutengenezea sura na maisha ya dunia. Anasema hivi, innama mathalul hayati dunya, hakika si vinginevyo sura ya maisha ya dunia, kama in anzalnahu minas sama, inafanana na maji ya mvua tuliyoyateremsha kutoka mawinguni. Sisi sote mvua tunaijua, hususan kwa wale waliobahatika kuishi maisha ya kijijini, tena wakashiriki kilimo. Mkulima kama ni mkulima, kikifika kile kipindi cha kiangazi, huwa analiandaa shamba lake vizuri. Akishamaliza kilimo, anamuomba Mwenyezi Mungu ateremshe mvua ili aweze kufukia mbegu ardhini. Allah anayaitikia maombi hayo, analeta mvua kwa kiwango ambacho mkulima anachokihitajia. Ufika wakati mkulima anamuomba Mwenyezi Mungu asimamishe mvua ili apate muda wa kupanda mahindi ama mpunga au mtama. Allah anayaitikia maombi hayo. Kulima anaweka mbegu zake ardhini. Akishamaliza anamuomba Mwenyezi Mungu alete mvua nyingine ili alichofukia ardhini kiweze kuota. Mwenyezi Mungu anayaitika maombi hayo. Mvua inakuja, mpunga unaota, lakini huwa unaota na majani. Mkulima atamuomba tena Mwenyezi Mungu asimamishe mvua, achukue kijembe aweze kulimia yale majani. Allah anayaitika maombi hayo. Mvua inakata, kulima anachukua kijembe chake analimia. Akishamaliza mvua inakuja tena, mpunga unanawiri kabisa. Mkulima hana anachopenda kukiona zaidi ya shamba lake likiwa limekolea kijani bichi. Mkulima akiingia shambani, moyo unakunjuka, furaha imetanda. Ndipo pale Allah aliposema hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha, mpaka ardhi itakapochukua pambo lake ikapambika vizuri. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, tena wenye mashamba wakadhania, bali wanayakini hasa kwamba mwaka huu masha Allah mambo ni mazuri. Nini anafanya mkulima? Atamfata mwenye duka, atakwenda kukopa sukari, atakwenda kukopa shuka, atakwenda kukopa kanzu ya mkewe, akiamini mambo shambani mazuri, nikishavuna nitarudisha. Hana wasiwasi, na mwenye duka hana mashaka kwa sababu dhamana inaonekana. Lakini hufika wakati Mwenyezi Mungu anamwambia hapana, hilo silo tulilolikusudia. Allah anasema ataha amruna laylan au nahara, inakwenda kadari yetu, uwezo wetu, nguvu yetu, tunaonesha kuwa sisi ni nani. Atafanyaje Mwenyezi Mungu? Atafungulia mvua ambayo mkulima hakuiomba mvua hiyo, kwa kiwango ambacho mkulima hakiridhii kiwango hicho. Itajaza maji, mpunga wote utakuwa umefunikwa, hayatanywea maji ila yatahakikisha mpunga ukiwa umeoza. Lakini Allah anaweza asifanye hivyo, akalifungulia jua, halikuwahi kutoka jua kama hilo mwaka mzima, kali mno, likaunguza mazao yote. Kwa lugha ya pwani wanasema mpunga ukatoa pamba. Lakini Allah anaweza asifanye hivyo, akawatuma wale wadudu wanaoitwa nzige, wakalishambulia shamba,
na kufyonza kila kilichokuwa ndani, hawaondoki ila watamwacha mkulima akiwa ameshika mikono kichwani, anajuta kile chote alichokitumaini kimepotea. Ana madeni mengi, hajui namna gani afanye juu ya madeni aliyokuwa nayo. Sura hiyo bila ya shaka ni mashuhuri sana, tena ni maarufu kwa kila aliyekuwa mkulima, anayejua vizuri, na ndiyo sura ya maisha ya uhai wetu. Unaweza ukajikuta umeamka ukiwa una nguvu kamili, huna wasiwasi wa aina yoyote, unasema nitafanya, Mwenyezi Mungu ataleta amri yake, kama si usiku au mchana. Unaweza ukawa na fedha ukasema hapana, ninaweza nitafanya, Allah akatia ufilisi, ukafilisika kwa ghafla katika kipindi usichokitumai. Hapo hapo ulipo, afya unayo, uwezo unayo, tengeneza pale ulipo haribu, lakini vile vile tengeneza au zalisha yale ambayo bado hujayazalisha. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni miongoni mwa wale ambao wanaoyasikiliza mazuri na hatimaye tukayafanyia kazi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن الخلفاء الكرام خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.